Hujambo ndugu mtazamaji, ni siku nyingine tena tumekutana na leo ni fundisho la pekee ambalo huenda ni fundisho tatanishi. Kwa hivyo tunapoenda kujifundisha, hebu na tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunaenda kujifundisha jambo nyeti sana. Uwe pamoja nasi, upe msikilizaji kuelewa, na Baba ukawe mfundishaji wetu, ukanifunza nami ili kile nitakachokitoa Bwana kiweze kusaidia mtazamaji na msikilizaji. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leo katika siku hii ya leo ningeenda kuanza kupata fundisho la pekee kwenye mada ama kichwa chake, je, mwanamke anaruhusiwa kwenda kanisani siku zake za hedhi ama wakati wa menstrual period? Je, mwanamke anaruhusiwa kwenda kanisa kwa mujibu wa Biblia? Labda kuanzia topic hii nitakupeleka moja kwa moja katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Nitasoma kwanza mafungu mawili kisha nielezee yote. Kitabu cha Mambo ya Walawi 15 mstari wa 19. Biblia inasema hivi, 15 Mambo ya Walawi 15 mstari wa 19 inasema hivi: mwanamke yeyote kama anatokwa na kitu chake alichokuwa nacho mwilini mwake ni damu, ataketi katika kutengwa kwake muda wa siku 7, na mtu yeyote atakayemguza atakuwa najisi hata jioni. Kwa hivyo siku za hedhi za mwanamke kulingana na mujibu wa Walawi 15:19, huyo mwanamke anakuwa najisi na atatengwa muda wa siku 7. Na wacha hivyo, katika kitabu cha Walawi 12, ndarudi nyuma kidogo, kitabu cha Walawi, Mambo ya Walawi sura ya 12 aya yake ni ya 4. Biblia inasema, na huyo mwanamke akikaa katika damu ya kutakata kwake siku 33, asiguze kitu kilicho takatifu, wala asiingie mahali patakatifu hata siku hizo za kutakaswa kwake zitakapotimia. Biblia inatuambia kwamba mwanamke anapotokwa na hali yake, kama ni siku hizo ambazo za kutengwa kwake ni siku 33, unapata ya kwamba asiguze kitu kitakatifu, labda Biblia, asiguze nyimbo, asiguze vitu vitakatifu vya kanisa mpaka siku za kutengwa kwake ziishe. Na tena inasema ya kwamba katika Walawi 12:4 ya kwamba asiingie mahali patakatifu. Je, tunaweza kusema ya kwamba huo ndio mwisho na ni amri ya kwamba mwanamke siku za hedhi yeye ni najisi na asiingie katika patakatifu? Yaani asiingie kanisani, asiguze chochote kilicho kitakatifu cha kanisa, na asiguze mwanaume yote, asiguze hata mtoto, asiguze chochote. Je, hiyo ndio hali kamili ya Biblia? Ama je, Biblia imetoa kwamba hiyo ndio mwisho na hakuna jambo lingine ambalo anastahili kuwa anaweza kuliguza? Twende moja kwa moja sasa tuingie katika uchambuzi wa Biblia. Leo ikiwa nitachambua kabisa kibiblia katika Agano la Kale mpaka Agano Jipya, tuweze kuona ya kwamba Mungu anaposema wanawake wasiguze vitu katika hali ya kutokwa damu, kama ni ile ya mwezi ama ni katika majira ya shida yote ambayo anapatikana pale, asiingie patakatifu. Ama Biblia mpaka Agano la Kale na Yesu mwenyewe anasema nini kuhusu jambo hili? Kwa hivyo nitakupeleka moja kwa moja katika kitabu hicho cha Mambo ya Walawi ama Leviticus 15. Nitaanza na aya ya 19. Pengine nitaruka mstari wa 25 pia na mafungu mengine, tuone ya kwamba Mungu alisema nini katika wana wa Israeli nyakati hizo za zamani. Alafu tutaangalia ilikuwa inamaanisha nini, na leo hii Yesu alipokuja yeye pia alikabiliana na jambo hili ama janga hili la kutengwa kwa wanawake siku za hedhi, siku za menstrual period yao. Walitengwa kivipi na Yesu alichukulia swala hilo kivipi? Kwa hivyo tutaenda kwa moja tuangalie, je, mwanamke Mkristo uliompatia maisha yako Yesu Kristo, je, unapokuwa katika siku zako za mwezi unastahili kwenda kanisani? Unastahili kwenda patakatifu ama haustahili? Najua jambo hili wengi watalipinga, lakini unapopinga hakikisha unatoa kulingana na vile nitakavyotoa. Utoe katika Agano la Kale na pia utoe katika Agano Jipya, ili kupinga kwako kuweze kukubalika. Usipinge tu kwa kuleta porojo zako, kwa kuleta vitabu vingine kando na Biblia, havitakubalika katika sehemu hii. Kwa hivyo twende moja kwa moja tuweze kuangalia siku za hedhi mwanamke zamani hizo za nyakati za Agano la Kale
Mambo ya Walawi inatuambia nini? 15, nitasoma tena nirudie aya ya 19, alafu pia nitaenda aya ya 25. Biblia inasema mwanamke yeyote kama anatokwa na kitu chake anachotokwa nacho mwilini mwake ni damu, ataketi katika kutengwa kwake muda wa siku 7, na mtu yeyote atakayemguza atakuwa najisi hata jioni. Mstari wa 25 Biblia inasema na mwanamke kama akitokwa na damu yake siku nyingi. Tunajua kwamba bila shaka wamama wanapotokwa na damu huwa ni kipindi cha labda siku between kama siku 3 mpaka siku 5, labda ikizidi zaidi ambazo sio za kawaida inaenda mpaka siku 7. Lakini unaambiwa kwamba katika mstari wa 25 Leviticus 15:25, na mwanamke kama akitokwa na damu yake siku nyingi. Hiyo inamaanisha hata zaidi ya siku 10, zaidi hata ya siku ambazo ni za kawaida za monthly period za wanawake. Akitokwa zaidi afanye nini? Biblia ilikuwa inasema ya kwamba na mwanamke akitokwa na damu yake siku nyingi, na si katika majira ya kutengwa kwake, yani sio zile siku 28 za kawaida, au kama anatokwa na damu kuzidi majira ya kutengwa kwake, siku hizo zote za kutokwa damu ya unajisi wake atakuwa kama alivyokuwa katika siku ya kutengwa kwake, yeye yu najisi. Kwa hivyo baada atakuwa ametengwa, baada ya hizo siku zake atakuwa najisi, alafu baada ya siku hizo Biblia inasema atatengwa siku 7. Kwa hivyo atakuwa najisi zaidi ya siku 7. Na sio hilo tu, unapoangalia kwamba kuna watu ambao walikuwa wanatokwa na damu zaidi, kuna wengine wanatokwa na damu kidogo kwa kawaida zao. Hiyo ilikuwa ni amri ambayo wana wa Walawi waliwapatia wana wa Israeli kwa mujibu wa neno ambalo Mungu alimwambia mtumishi wake Musa na Haruni. Unaposoma mstari wa 26 inasema na kila kitu kilaliacho katika siku zote za kutokwa damu kitakuwa kama kitanda cha kutengwa kwake, na kitu chochote alichokalia kitakuwa najisi kama najisi wa kutengwa kwake. Mtu yeyote atakayevigusa vitu vile atakuwa najisi, na atavua nguo zake na kuoga majini, na atakuwa najisi hata jioni. Hii inamaanisha ya kwamba kulikuwa na msukumo mgumu sana. Kama mama huyo angelikuwa na kitanda kimoja, akalalia kile kitanda, mume wake akilalia atakuwa najisi mpaka aoge kwa maji, na atakuwa najisi hata jioni. Sio hilo tu, hata kama ni kiti, labda pale ni sofa set, amekalia kile kiti na mwingine akaja akaguza, wacha hata kulikalia, akaliguza kile kiti, atakuwa najisi hata yeye mpaka jioni. Na kama ni siku hizo zake, kama ni siku 5, siku 7, siku 2 na umeguza, utakuwa najisi kila siku. Sembuse kama atakuwa ni mtu ambaye anapika vyakula pale nyumbani, hata wale watakaoguza vyombo vile ambavyo amevipika, kama ni sahani, kama ni sufuria, kama ni meza, mwanamke yule akiguza tu na wewe ukaliguza, ungelikuwa najisi kwa muda wa siku nzima. Lakini mwanamke mwenyewe angekuwa najisi kwa siku 7. Na unaangalia kwamba ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ngumu sana kwa wana wa Israeli. Na baada ya kuwa najisika kule na kutakaswa, sasa mwanamke huyu alihitaji, kama vile mtu ametenda dhambi, alihitaji kutakaswa. Mstari wa 30, soma pamoja nami Leviticus 15:30. Inasema hivi, nisome 29 na 30. Inasema hivi, ama nianze 28 kabisa ndio upate mtiririko. Inasema lakini huyo mwanamke kwamba ametakaswa na kule kutokwa damu kwake, ndipo atakapohesabika siku 7, na baadaye atakuwa safi. Kwa hivyo umekuwa najisi kwa hizo siku za hedhi zako, labda siku 5 ama siku 6. Baada ya hiyo uhesabike sasa siku zingine 7 ndio ukuwe safi. Baada ya kuwa safi, siku ya 8 atajipatia hua 2 na maakida 2 ya njiwa, na kumleta kuhani malangoni pa hema ya kukutania. Mstari wa 30 sasa. Kuhani atamsongeza mmoja wa sadaka kuwa sadaka ya dhambi, na wa pili sadaka ya kuteketezwa, na kuhani atafanya upatanisho. Shika hiyo vizuri, upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana, kwa hiyo kutokwa damu ya unajisi wake. Kwa hivyo mwanamke ambaye alikuwa anapitia siku za hedhi,
Na ujue Mungu ndiye aliwapatia wanawake hii condition. Lakini ujue ya kwamba wana wa Israeli wameambiwa kwamba mwanamke atakuwa najisi siku za kutokwa damu, na baada ya siku za kutokwa damu atakuwa pia najisi siku zingine 7 zaidi. Hiyo kama ulikuwa unatoka hedhi siku 7, siku 5, uongeze siku 7, inakuwa kama takriban siku 12. Na kama zako zilipita kidogo zikaingia kama siku 7, zote siku 14, wiki 2 unakuwa najisi. Auguzi kitu na mtu, unakula peke yako, unalala peke yako, unaishi maisha peke yako ya upweke. Zaidi ya hiyo, baada ya hiyo pia lazima utoe kafara. Utoe hua wawili au njiwa wawili, yani ilikuwa ni sacrifices. Utoe sacrifice hizo, moja ya dhambi na ya pili ya kutakaswa. Bila hiyo haungelikubalika kuungana na watu na kukubalika kuingia katika mahali patakatifu. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo ngumu kabisa ambalo wana wa Israeli walikuwa wamepatiwa. Hii ilikuwa ni mambo ya kutengeneza ya kimwili. Na ninataka kutangaza ya kwamba siku hizo hakuwa na vitu ambavyo kama tunavyoviita sodo ama sanitary pads. Na Mungu alikuwa ametoa njia ya kutengwa ama ya kujiweka quarantine, ili kwa sababu unatokwa na damu na hauna kitu cha kuzuia, ilikuwa wewe ukae katika hali ya kutengwa. Na kile kitu unachotumia, maana hakukuwa na kitu cha kuzuia, ilikuwa ukae mahali unatokwa na damu, hicho vitu utavitakasa peke yako ama vilikuwa hata vitupwe. Lakini neno la Mungu linamaanisha nini? Kitabu cha Warumi, soma pamoja na mimi kitabu cha Warumi 15 aya yake ya 4. Warumi 15 aya ya 4 inasema, kwa kuwa mambo yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Everything, kitu chochote ambacho kimeandikwa ndani ya Biblia, iwe ni Agano la Kale, Agano Jipya, especially yale yaliandikwa zamani, yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate faraja, ili kwa saburi na faraja tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo mambo yote ambayo yameandikwa yaliandikwa ili tupate tumaini. Tumaini lipi tunalipata katika mambo kama hayo? Ambayo wanawake wangekuwa najisi, wangetengwa, mpaka kuna baadhi hata ninapoongea sasa hivi wengine wanadhani ya kwamba wao wako najisi. Kwa hivyo tutabidi tuende katika Agano la Jipya, tuangalie baada ya Yesu kuja, mambo hayo yote yaliyokuwa pale nyuma yalikuwa yanatuonyesha nini na leo yanamaanisha nini ndani ya Biblia, sio mawazo yetu. Kwa hivyo kama Biblia, Paulo anatuandikia kwamba yale yaliyokwisha kuandikwa zamani yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Je, yanatufundisha nini na yanaelekea nini na yanaashiria nini? Kwa hivyo twende moja kwa moja tumuone Yesu katika mafundisho yake. Alichukuliaje mambo ambayo yalikuwa katika Agano la Kale, yalikuwa yameandikwa na kweli yalikuwa kwenye Torati ya Musa, na yalikuwa yameandikwa, si kwamba Musa aliyabuni. Shika vizuri. Wengi wamesema Torati ya Musa ndiye aliandika. Mungu alimwambia Musa yaandike. Kwa hivyo yalioriginate kwa Mungu, Musa tu alikuwa mpokeaji na mwenye kuwasilisha kwa binadamu. Kwa hivyo twende moja kwa moja tuangalie Yesu alichukuliaje mafundisho ya Agano la Kale, ambaye yeye mwenyewe ndiyo muhusika aliyenena na Musa. Kwa hivyo aliponena na Musa, wakati alipokuwa amekuja sasa duniani physically, hatumi mwingine, na wakati wa matengenezo mapya yamefika. Shika hili neno, matengenezo mapya yamefika. Yeye mwenyewe aliandika haya na akasema nini. Kwa mfano ninakuchukulia katika kitabu cha Mathayo 5 aya yake ya 17 na 18. Mathayo ni 5 na kusomea aya ya 17 na 18, anasema hivi: msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii, sikuja kutangua bali kutimiliza. Yaani Yesu anasema hakuja kuondoa chochote katika Agano la Kale, lakini alikuja kutimiza. Anaposema kutimiza, hamaanishi kuondoa. Ile masharti yalikuwa yamepeanwa katika Agano la Kale na akasema lazima ifanyike hivi. Yesu mwenyewe amekuja kutimiza na kufanya hilo. Kwa hivyo anaposema haya anamaanisha nini? Mstari wa 18, Mathayo 5:18 anasema hivi: basi nawaambia nami mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja katika nukta moja ya Torati halitaondoka kamwe hata yatimie. Kwa hivyo hayawezi kuondoka mpaka yatimie. Na tunataka kuangalia leo swala hili la hedhi, la kunajisika,
Yesu alilitimiza kivipi? Ama bado lingaliko lazima wanawake wakae katika kutengwa katika siku za hedhi, na baada ya siku za hedhi ahesabu siku zingine 7, kisha atoe sacrifice ama kafara, alete hua wawili, moja ya dhambi na moja ya kutakazwa kwa kuhani ambaye ni wachungaji wa sasa. Je, kuna matukio kama haya bado yanastahili kuendelea? Twende moja kwa moja sasa tuangalie. Baada ya Yesu kusema ya kwamba haji kutangua torati wala kuondoa mpaka litimia, alikuwa anamaanisha nini? Mfano mzuri ni katika sura hiyo ya 5 ya Mathayo, aya yake ya 38 mpaka 39. Tuone vile Yesu alitimiza makusudi ya torati. Sikia mstari wa 38, anasema hivi: mumesikia kwamba imenenwa jicho kwa jicho na jino kwa jino, lakini mimi nawaambia msishindane na mtu mwovu, lakini mtu akupigae shavu la kuume mgeuzie shavu la pili. Zamani katika torati ilikuwa imeandikwa shavu kwa shavu, piga mtu huko, geuziwa piga huko. Ilikuwa ni lazima ifanyike hivyo. Lakini sasa Yesu anasema msishindane na mtu mwovu. Yesu huyu aliyesema ya kwamba mtu akikung'oa jino lazima ang'olewe jino, mtu akiwa kwa upanga auawe kwa upanga. Yesu huyo sasa anakuja na kusema msishindane na mtu mwovu. Yaani namesema hivi, anasema mstari wa 45 na 4, wapendeni adui zenu. Kwa hivyo Yesu anapotimiza ile hali ya kwamba usilipize kisasi, yeye sasa mwenyewe anachukua kisasi hicho, analipiza yeye mwenyewe, lakini wewe unabakiwa na upendo. Kwa hivyo kupiga shavu hili mwachie Yesu, atapiga la pande hii. Wewe jukumu lako ni lipi? Jukumu lako katika Agano Jipya ni usilipize, mwachie Yesu alipize. Unapoteremka chini kidogo utagundua kwamba kizazi ni cha Bwana. Kwa hivyo sisi hatulipizi tena, tunamwachia Yesu, alafu sisi tunawapenda adui zetu. Wakiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Hiyo ndio jukumu langu, maana Yesu amelitimiza. Kama Yesu sasa ametengeneza kwamba hajaondoa lile kwamba lazima alipizwe mwenye adui yako, lakini yeye ndiye mwenye kulipiza na sisi mwenye kupenda. Vivyo hivyo katika swala hili la kunajisika analichukuliaje? Kabla ya kwenda pia hapo, tuangalie kisa kingine. Tusichukulie tu kitu kimoja tukasema hii ndio Yesu amemaanisha. Tuchukulie visa vingine tuone Yesu kukitokea na kitu kibaya ama kitu ambacho kinastahili kurekebishwa, analichukuliaje na torati ilikuwa imesemaje? Kwa hivyo tutarudi kitabu cha 15, Mathayo 15, na nitakusomea Mathayo 15 na kusomea aya ya 1 mpaka ya 2, alafu nitaruka aya zingine hapa mbeleni. Inasema hivi: ndipo Mafarisayo na waandishi toka Yerusalemu walipomwendea Yesu wakisema, mbona wanafunzi wako huyahalifu mapokeo ya wazee, kwa maana hawanawi mikono wanapokula chakula? Kwa hivyo katika torati ambayo Musa alikuwa amewapatia wazee wa zamani, wale wenye dini Wayahudi, alikuwa ameambia kwamba unaponawa mikono lazima unawe kabisa yote. Katika torati haungeweza kukula chakula ovyo ovyo, atuchukue tu chakula saizi uanze kula. Ilikuwa lazima unawe mikono yako kabisa. Yesu anapokuta wanafunzi wake wanapokula, watu wanalalamika, wanasema mbona wanawi mikono? Mbona wanafunzi wako Yesu wanawi mikono? Hamjui ni dhambi? Haujui torati ya Musa ilikuwa imetukataza hivyo? Yesu naye katika mstari huo anajaribu kuwaeleza kwamba mambo haya ya kimwili nyinyi hamjachukulia vipasavyo. Anatolea hawa mifano halisi ya kwamba hivi ndivyo inavyostahili. Angalia mstari wa 10 na 11. Yesu anawajibu nini wale Mafarisayo ambao wanataka kuabudu Mungu kwa physically, lakini inwardly hawamwabudu Mungu? Anawaambia nini? Akawaita makutano akawaambia, sikilizeni, mkafahamu, sicho kiingiacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi, bali kimtokacho kinywani ndicho kimtiacho mtu unajisi. Kwa hivyo Yesu aliwaambia kwamba wale walikuwa wameambiwa katika Agano la Kale wanapokula wasikule bila kunawa mikono, maana ni unajisi. Yesu akaambia unajisi hauingii katika mikono. Unajisi ni ule unaotoka ndani ya moyo, si kile kinachoingia ndani ya mdomo, ni kile kinachotoka. Kwa nini? Kile kinachotoka ni kile kimetoka moyoni. Kile kinachoingia ni chakula tu cha mwilini ama cha physical.
Na kiwezi tia mtu unajisi, inaweza labda kukufanya ukasokotwa na tumbo, na hiyo haijakutia unajisi. Unajisi ni ule unaotoka labda matukano, chuki. Wacha nisome usije ukasema ni maneno yangu niliyojiwekea. Mstari wa 17 anasema hivi: hamfahamu bado ya kuwa kile kiingiacho kinywani hupita tumboni kikatupwa chooni? 18 basi vivyo hivyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Wacha nikupe katika mstari wa 20 anasema mpaka 19 mpaka 20, maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivu, usuda na uongo na matukano. 20, hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi, lakini kula kabla hujanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Kwa hivyo Yesu ametimiza lile kusudi la Torati, usiponawa usile, inakutia unajisi. Akaja akaambia watu unajisi ulio dhahiri sasa ni ule utokao moyoni, unaotoka nje. Kwa hivyo kula bila kunawa mikono haikutii mtu unajisi. Kwa hivyo Yesu akawa ameorodhesha jambo hilo, akalitengeneza vizuri na akaonyesha unajisi halisi ni ule unaotoka ndani ya moyo. Haya, nadhani unaanza kuanza kuona kitu kwamba pia kile kinachotoka ndani ya moyo ndio kinatia unajisi, sio kinachotoka katika siku za hedhi. Usije ukasema ni maneno nakutia mdomoni ama nakutia masikioni mwako. Wacha tuende Biblia tuambie inamaanisha nini. Huo ulikuwa ni mfano mmoja katika Yesu anapoongea ya kwamba kile kilichosomwa katika Torati na kile cha sasa yeye mwenyewe Yesu anakiweka dhabiti ni kipi kwa swala husika. Twende labda mfano wa tatu. Nimetaja mfano wa kwanza ile ya kulipiza kisasi, ya pili nimetoa hili la kukula bila kunawa ambayo inatia watu unajisi. Nataka twende jambo la mwisho la tatu ambalo ni nini kinatia mtu unajisi, ama kitu ambacho Yesu amekisikiza kimesema katika Agano la Kale na yeye anakitaja upya katika Agano Jipya. Katika sura ya 12 kitabu ni cha Mathayo, nipe ruhusa nikusomee 1 mpaka 6 ambacho ni kisa labda watu wengi wanafahamu. Wakati wa Yesu akapita katika mashamba siku ya Sabato, wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kuvunja masuke wakala. Na Mafarisayo walipoona walimwambia, tazama, wanafunzi wako wanafanya neno ambalo si halali kulifanya siku ya Sabato. Akawaambia, hamkusoma alivyotenda Daudi alipokuwa na njaa, yeye na wenziwe, jinsi alivyoingia katika nyumba ya Mungu akala mikate ile ya onyesho ambayo si halali kwake kula wale wenzake ila makuhani peke yao? Wala hamkusoma katika Torati. Unajua Yesu ananukuu Torati, katika Torati kwamba siku ya Sabato makuhani uhalifu hekaluni najisi Sabato wasipate hatia. Lakini mimi nawaambia hapa yuko aliye mkuu kuliko hekalu. Lakini kama mngalijua maana ya maneno haya, nataka rehema wala si sadaka, msinge walaumu wasio na hatia, wala amsinge walaumu wasio na hatia. Umepata hapo? Yaani Yesu anaongea na wanafunzi wamekata misuke siku ya Sabato. Wanafunzi wanakemewa na wale waandishi na Mafarisayo wakisema hii si halali. Yesu mwenyewe akatoa maoni yake na neno lake juu ya jambo hilo. Akasema katika Torati pia watu makuhani waliunajisi Sabato hawakuchukuliwa ni hatia. Na sasa hapa yuko aliye mkuu kuliko nini? Hekalu. Kumaanisha mtu angelifanya jambo fulani ama kuhani angelifanya jambo fulani ili hali ako ndani ya hekalu siku ya Sabato, hata kama ni hatia hangechukuliwa kuwa ni hatia, mradi tu aifanye ndani ya hekalu. Vivyo hivyo anasema wanafunzi waliokuwa ndani ya Yesu hawakuhesabiwa kuwa ni dhambi kwa sababu walikuwa ndani ya Yesu Kristo aliyekuwa mkubwa kuliko hekalu. Natumai kwa example hizo tatu unaweza sasa niruhusu turejelee ile swala la siku za hedhi za mwanamke. Je, anaruhusiwa kwenda kanisani? Na ilhali katika Torati, katika mambo ya Walawi pale tumeona walikatazwa hata kuchangamana na watu, walikatazwa hata kwenda kukaribia mkutano mtakatifu wa Mungu. Je, Yesu wewe unalichukuliaje swala hili sasa
na ukijua ya kwamba ilikuwa imeandikwa katika Torati, Yesu utuambie mambo haya yanakuwa ya kivipi? Tusome pamoja Marko 5. Marko 5 aya yake 25, nitakusomea mpaka 29. Ni kisa cha kawaida sana ambao watu wengi wanaifahamu. Marko 5 nitasoma 25 na nitasoma mpaka 29. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, aligharimika vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaliguza lile vazi, maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi yake ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Naongea juu ya mwanamke hapa ambaye anatokwa na damu. Ilianza na siku zake za hedhi. Labda ningesema huyu mtoto wakati wake wa kubarehe, wakati anapoingia katika ile sasa adolescence, mwili wake umebadilika, anaanza kutokwa na damu, monthly period. Haikuwa sasa monthly, ikakuwa the whole month. Haikuwa the whole month, ikakuwa the whole year. Haikuwa the whole year, miaka 10 zaidi, miaka hata 12. Na unagundua katika kitabu tulichotangulia kusoma katika kitabu cha Leviticus 12 mstari wa 4, ilisema ya kwamba mwanamke yeyote akitokwa na damu zaidi ya siku zake za kawaida, atatengwa siku hizo zote, asikaribie mkutano mtakatifu, asiguze kitu kitakatifu, na baada ya kutakaswa kwake atakaa hata siku 7 kabla hajaenda mkutano mtakatifu. Sasa andamana na mimi ujue kama Yesu mwenyewe alijua aya hiyo hiko, na yeye ndiye aliyeambia Musa aandike, na ikanakiliwa katika Biblia ili kufundisha sisi, Yesu anapokuja anachukuliaje swala hili. Mwanamke huyu ambaye tunamsoma hapa, wakati Yesu anapokutana na yule mtu wa Jericho, Jairus, anapokutana na Jairus, anapotaka kwenda kumtibu binti yake, kunatokea na mama ambaye ni mgonjwa muda wa miaka 12, na ugonjwa wake ni hedhi iliyokuwa continuous. Not only a monthly period, but a yearly, not even a yearly, but a decade periods. Ilikuwa ni jambo la kutisha kwa mama huyu. Haikuwa jambo la kufurahisha kwa wanawake. Unapoangalia hedhi inapokuja inaandamana na magonjwa mengine kama kuumwa na kichwa, kuumwa na viungo, kuregea mwili, unapata si hali starehe. Kwa hivyo mama ametaabika akizunguka hospitali zote. Angelikuwa hapa Kenya tungesema ya kwamba ameanza hospitali zile za district hospital, za private zikaenda district, zikaenda national hospital, akaenda mpaka Kenyatta hospital ikashindikana, ameenda Aga Khan, ameenda Guru Nanak, ameenda hata mpaka India, ameenda hata mpaka China, ameenda mpaka hata USA. Hospitali zote amezunguka na hajaipona. Mpaka pesa zimeisha, hana chochote. Kama alikuwa na maploti ameuza, alikuwa na magari ameuza, kazi hata amefutwa kazi. Angalia mama ameteseka sana. Anapokuja na hali Torati imemkataza kukaribia watu wa Mungu. Sasa hapa kuna Yesu mtakatifu na haruhusiwi hata kuja karibu. Angelikuja kwa mbele, hata labda angepigwa mawe kwa sababu yunajisi na kufukuzwa mbio sana. Anakuja kwa nyuma, anamguza Yesu. Je, Yesu atamwambia wewe ni najisi, nenda ukatengwe kwanza, ama alimwambiaje? Tunaona ya kwamba alipona ghafla. Na alipopona ghafla inamaanisha ya kwamba Yesu hakumkemea. Na baada ya kisa hicho Yesu anaanza kuuliza, nani ameniguza? Angelisema mwanamke najisi ameniguza, angepigwa kwa mawe. Lakini kwa sababu Yesu alikuwa amemchukulia na akamkubali vile alivyo, ikabidi sema tu, nani ameniguza? Baada ya watu na wanafunzi kumkaza na kuambia, sisi tumekuguza hapa, tumekufinya. Akasema, sio mambo ya kufinya, naongea mtu ameniguza. Yule mwanamke akamgeukia akamwambia mambo yake yote. Na baada ya yule mwanamke kumwambia mambo yake yote, unapata ya kwamba Yesu akamwambia katika mstari wa 35, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako uwe kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata hajamwambia kwamba enda utoe sacrifices. Unajua kulikuwa na lazima katika Torati, ilikuwa unapotakasika unakaa siku 7 katika hali ya kutengwa. Baada ya siku 7 unakuja sasa unatoa sacrifices kwa kuhani. Kwa nini Yesu hajamwambia enda utoe sacrifice kwa kuhani?
ndio umetakasika. Enda siku 7 sasa, kisha baada ya siku 7 peleka sacrifices zako. Kwa nini Yesu hajamwambia nenda katoe sacrifices? Kwa sababu hii. Twende Waebrania 9 mstari wa 10. Utapata jawabu kwa nini Yesu hajamwambia enda ukatakasike. Kwa nini Yesu na hali alijua kuna mama anakuja. Alijua vizuri sana. Kwa nini hajamwambia mama, sheria za Torati katika kitabu cha Walawi ilisema nini? Rudi. Hajamkemea, hajamkasirisha, hajamfukuza, kwa sababu Yesu alikuwa na suluhisho. Angalia katika kitabu cha Waebrania 9, na huenda nikamalizia kitabu hiki. So kama uko na swali ama changizo lolote, utaandika katika comment zako, taipata pale nitakujibu. Waebrania 9 aya yake ya 10. Biblia inasema hivi: kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo mapya. Hiyo ilikuwa tu ni sheria ya mwili. Na wakati wa matengenezo ilikuwa haijakuja. Mbona Yesu hajafukuza mwanamke huyu? Kwa sababu sasa yeye alishakuja yeye mwenyewe. The real sacrifice. Badala ya kutoa wale kwa ajili ya dhambi na kutakaswa, Yesu amekuja kuwa ni all in all. Yeye amekuja katika matengenezo mapya. Wakati wa matengenezo mapya ilikuwa haijakuja. Kwa hivyo hizo sheria za kuanza uoge kwa maji, ukae mpaka jioni, ukae siku 7, ukuje utoe sacrifices, hizo zote ilikuwa ni wakati kabla ya matengenezo mapya hajakuja. Kwa hivyo Yesu kwa nini hajafukuza huyu mwanamke anayetokwa na damu zaidi? Na kulingana na Leviticus 4:12 hakuruhusiwa hata kuja karibu na Yesu. Na waacha hivyo, kwa sababu ni long period, angestahili kukaa akiwa najisi muda mrefu. Kwa nini sasa akubalike na Yesu? Matengenezo mapya sasa yamefika. Soma pamoja na mimi katika mstari wa 11, nitasoma mpaka 15. Inasema hivi, Hebrews 9:11-15. Lakini Kristo akiisha kuja, ambaye sasa hajafukuza huyu mama, Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuja kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake si ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha pata ukombozi wa milele. Hahitaji sasa wamama wetu, wasichana wetu waende wajitakase, wachukue sacrifice kwa kuhani. Yesu ametoka akiwa agano jipya, matengenezo mapya. Anakuja na damu yake mwenyewe, akiisha pata ukombozi wa milele kwa ajili ya kila mwanamke ambaye anatokwa na hedhi katika siku zake. Je, atawatakasa sasa? 13. Maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu na damu ya ng'ombe walionyunyizwa kwenye uchafu utakasa na kusafisha mwili, basi zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wake wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamira zenu na matendo yenu mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. So, ili wanawake wetu wapate kumwabudu Mungu sasa wakati wa siku zao za hedhi kwa furaha, wajue walishapata ukombozi unaopatikana ndani ya Yesu Kristo. Na damu hii ya Yesu Kristo inasema kama damu zile za sacrifices za wakati wa hedhi wa kutakaswa ilikuwa inaweza kusafisha mwili, je, zaidi si damu ya Yesu itawatakasa kabisa mpaka wamwabudu Mungu sasa kwa uhalali? Ndio, mstari wa 15 namalizia kusema hivi, Hebrews 9:15. Kwa sababu hii Yesu sasa, kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Good news. Yesu ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha fanyika kwa ukombozi, makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza ambalo Musa alilipatiwa, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Kwa hivyo kina mama zetu, kina dada zetu, mumepokea ahadi mpya. Sio kama ile Musa alipatiwa, bali sasa ni kwa damu ya Yesu Kristo. Ameshapita akawapatanisha kwa damu yake yeye mwenyewe. Kwa hivyo baada ya Yesu kutupatanisha na kutuleta ndani ya Kristo, tukawe mwili mmoja, mumetakaswa. Sio kama vile mlikuwa mnangoja siku 7 ndio mtakasika kwa kupeleka sacrifice, bali Yesu sasa mpatanishi wa agano jipya amekuja, ametupatia upatanisho mpya. Na katika Waebrania 9:28 inasema hivi, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja,
Sio kila baada ya siku 28 mwanamke unastahili kwenda ujitenge, sijui kuja utoe sacrifice. Kristo alitolewa mara moja azichukue dhambi za watu wengi. Atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hawa wamtazamiao kwa wokovu. So kama kuna wale ambao bado wanajiona ya kwamba wako najisi, Yesu hajakusaidia. Kama kuna mama unajiona wewe uko najisi, uko katika hedhi zako, huwezi pata kwenda kanisani sababu uko katika hedhi, tahadhari. Yesu amekuja kukutolea dhabihu hiyo na kukutakasa. Sasa hujitakasi na damu na maji na damu, unajitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Siku zako zikifika, faa sodo zako, sanitary pad zako, mkimbilia Yesu akutakase, nenda katika vitu vitakatifu. Yesu atakuwa amekusaidia. Na kama uko na lingine zaidi ya hiyo, labda Yesu hatakuwa amekusaidia. Yesu anako tayari kukusaidia, maana yeye alitolewa mara moja tu. Na baada ya kutolewa kwa damu ya Yesu Kristo, sisi sasa zote, haitasemekana kwamba wanaume sasa waende wakaabudu peke yao, kwa sababu wamama wako katika siku zao za hedhi, ni najisi, hawastahili kwenda patakatifu. Wagalatia, nimalize na kitabu hicho. Wagalatia sura yake ya 2, labda nimalizia katika sehemu hiyo 2:27 na 28 na 29. Nitamalizia hapo. Inasema, maana ninyi sio 2, Wagalatia 3:27 mpaka 29. Galatians 3:27 to 29. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo Yesu, mmemvaa Kristo. Yaani mmetakaswa na Yesu. Iwe ni wanaume, iwe ni wanawake, bora umebatizwa, umezaliwa upya na ukabatizwa katika Kristo Yesu. Umempokea Yesu awe Bwana Mwokozi katika maisha yako. Umemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani. Hapana mtumwa wala mtu huru. Hapana mtu mume ambaye anadhaniwa hana hedhi yake, wala mtu mke ambaye tunajua ya kwamba lazima apokee hedhi zao siku 28. Hapana mtu mume wala mtu mke, maana nyinyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. So mwanamke usijitenga asema mimi niko katika hali mbaya, mimi niko hali nzuri. Wote tumetakasika. Maana Yesu ule aliandika katika kitabu cha mambo ya Walawi kwamba wanawake wako najisi siku za hedhi, ndio huyu Yesu amesema tukishampokea Yesu, tukishazaliwa upya na Yesu, hakuna mtu mume tena, hakuna mtu mke, wote tuko sawa mbele ya Yesu Kristo. 29. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawa sawa na ahadi. So ahadi anazorithi mwanaume Yesu, ahadi anazorithi mwanaume Ibrahimu, sisi nasi tunarithi kupitia kwa Yesu Kristo. Na kwa hivyo nyote mmetakaswa ndani ya Yesu Kristo. Wanawake, mjue kwamba mko huru ndani ya Yesu Kristo, kama vile wanaume sisi navyo tulivyo huru katika Kristo Yesu. Mungu aweze kuwabariki. Tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Bariki mtazamaji ambaye amekuwa akiishi katika hali ya kufungwa, especially kina dada wakifungwa na tamaduni za kati za kale, wakidhani ya kwamba hawajatakasika. Waezeshe kufahamu ya kwamba wametakasika ndani ya Yesu Kristo, lakini kabla hawajaingia katika Yesu bado ni najisi. Tuwezeshe kugundua kote, hata sisi wanaume, ya kwamba sisi bila Yesu ni najisi, lakini ndani ya Yesu wote tumetakaswa. Asante kwa baraka hizo, kwa pamoja nasi katika siku zote, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Na Mungu awabariki watazamaji wenzangu.